Mtazamaji wa Kipepeo Digital, jina langu naitwa Elijah Felix Beyeza. Kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi. Kwa mara nyingine tena leo nimefanikiwa kutembelea katika mtaa wa Kinzudi unaopatikana kata ya Goba, manispaa Ubungo. Nimefanikiwa kuzungumza na mwenyekiti wa serikali ya mtaa ambako amewasihi wananchi wake kufuatia hizi mvua zinazoendelea kunyesha. Wananchi wasitupe taka ovyo, watupe katika maeneo husika. La sivyo ukienda kinyume utatozwa faini ya shilingi 50,000. Tumsikilize alichokizungumza. Kwa jina naitwa Matuni Azizi Kada, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kinzudi. Ni mtaa uliopo katika kata ya Goba, wilaya ya Ubungo. Nimekuja kwenu wananchi wangu wa mtaa wa Kinzudi kutaka kuwaambia, kutokana na hali iliyopo sasa, hali ya uchafu imekuwa ni ya kukithiri. Hivyo na watangazia wananchi wote wa mtaa wa Kinzudi kuhakikisha kila mmoja anafanya usafi katika maeneo yake, lakini pia anahakikisha takataka zote zinatupwa kwenye gari la taka. Ni marufuku kwa mwananchi yoyote kuchimba mashimo, kutupa taka ovyo katika mtaa wa Kinzudi. Endapo utabainika, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yako kwa kutozwa faini pia ya shilingi 50,000. Lakini swala lingine ni swala la ulinzi. Ulinzi na usalama ni jambo la msingi katika maisha yetu na wananchi wetu. Sasa niombe wananchi wote ambao mna ulinzi katika maeneo yenu, mashina yenu, kila mmoja ahakikishe analipa hela ya ulinzi ipasavyo. Na yenyewe tutakwenda hivyo hivyo kama swala la taka. Kwa yule ambaye atakaidi kulipa pesa ya ulinzi, basi tutamchukulia hatua kali za kisheria. Lakini nakwenda kwenye swala lingine ambalo limekuwa kizungurumkuti katika mtaa wangu, ni swala la barabara. Kwa sasa nashukuru sana serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Barabara zilikuwa mbovu, greda limepita tangu majuzi na sindilia. Kwa hiyo kwa ile mitaa ambayo hatujaweza kufikiwa, na waomba tuwe watulivu, naendelea kufanya mchakato wa kuwafikia na nyinyi ili barabara zetu ziweze kupitika. Rai yangu kwa wale wananchi wote wanaojenga kwenye hifadhi za barabara, ni marufuku kwa mtu yoyote kuweka ujenzi pasipokuwa na kibali cha ujenzi. Unapoomba kibali cha ujenzi, kinatulazimisha sisi kutoka ofisini na kuja kukagua eneo lako na kuhakikisha hifadhi zote zinakuwa salama. Hatuhitaji kujenga garden kwenye hifadhi za barabara, hatuhitaji kujenga fence kwenye hifadhi za barabara. Tuache barabara zetu zikiwa kubwa na za kufikika kirahisi. Kwa kipindi hichi ambacho watoto wetu wako likizo, ni jukumu letu wazazi kuwachunga na kuwalinda watoto hawa na kuhakikisha watoto hao wanapata masomo ya ziada. Imekuwa ni desturi yetu wazazi kuona watoto wakiwa likizo tunaacha wakiwa wanazurula, kuwa na makundi ya hovyo. Sasa ni wakati wa mzazi kumlinda mtoto kwa kipindi hichi cha likizo. Na wale wanaosafiri, wazazi wahakikishe watoto wanasafiri wakiwa na ulinzi wa kutosha. Mtu mzima aongozane na watoto hao kuhakikisha wanafika salama mkoa wanaoelekea. Kwa upande wake mjumbe wa serikali ya mtaa wa Kinzudi amewasihi wazazi kipindi hiki cha likizo, usilaze mgeni pamoja na watoto kwa sababu hali sio nzuri. Kama unajua huna chumba cha kumlaza mgeni, ni bora mgeni akaja asubuhi kusalimia akarudi jioni, kwa sababu unapolaza mgeni pamoja na watoto hali ni mbaya, inaweza ikatokea sintofahamu. Tumsikilize alichokizungumza. Jina langu ni Edna Masanjala, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Kinzudi, tupo Goba, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya elimu Kinzudi. Sisi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtaa wetu. Mtaa wetu ni mkubwa, lakini tunaendelea kupambana. Tunakimbizana kila siku, tunaenda huku, tunaenda huku. Mtaa wetu ni mkubwa sana, lakini tunamudu. Tunashukuru kwa hilo. Yaani kwa kipindi hiki cha likizo, nawasihi sana hasa wazazi na walezi ambao wanakuja ndugu kuwatembelea, wanakuja jamaa na nini kuwatembelea. Natamani sana wao wasilale pamoja na watoto. Ikiwezekana hawa ndugu na jamaa basi watafute sehemu nyingine ya kulala, alafu na watoto nao wakaendelea kulala kwa utaratibu wao. Hali imekuwa sio nzuri. Unapomweka mtoto na mtu mwingine mgeni, hawezi kujua tabia yake. Kwa hiyo itakuwa hatari kwa mtoto, lakini pia mazingira halisi ya utamaduni wetu sio rafiki. Kwa hiyo ni wasihi tu, akija mgeni basi mgeni atafutiwe sehemu nyingine ya kulala, watoto walale kwenye sehemu zao wanazolala kama kawaida. Mimi nawasihi tu wazazi, shule za sekondari, shule za primary, serikali ina shule nzuri kabisa.
tusichoke wala tusiogope kuwapeleka watoto shule za government kwa sababu ya kuhofia pengine hali ikoje. Government ina shule nzuri kabisa na zina uwezo mzuri kwa ajili ya kuweza kuwapatia watoto elimu. Kwa hiyo when umeshindwa ada kwenye shule za private, hebu watoto wapeleke kwenye shule za government ambazo zipo imara na zipo nyingi kwa ajili ya faida ya wananchi wetu na watoto wetu kwa ujumla. Nikiripoti kutoka hapa Kinzudi, serikali ya mtaa, mimi naitwa Elijah Felix Beyeza na hii ni Kipepeo Digital.